Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ni ndugu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, yuko katika manzila ya mtoto kwa baba yake na kwa mama yake. Huyo anaitwa Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayyah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Uthman baba yake anaitwa Affan. Affan baba yake anaitwa Abu al-As. Abu al-As baba yake ni Umayya. Umayya ni mtoto wa Abd Shams. Abd Shamsi ni mtoto wa Abd Manaf. Na sisi tutamjua kwamba mzee Abd Manaf alikuwa na watoto wakubwa wanne wa kiume. Mmoja ni Hashim, na kwa Hashim ndipo unapopita ukoo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Kwa hiyo huyu mzee Hashim na Abd Shams babu wa babu yake Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, hawa ni ndugu baba mmoja mama mmoja. Abd Shams na mwingine akiitwa Naufal ni ndugu yao kina Hashim, na mwingine naitwa nani? Al-Muttalib. Al-Muttalib. Kuna mtu akiitwa Abdul Muttalib. Sasa huyo Muttalib mwenyewe si huyo Abd, huyo Muttalib mwenyewe huyo ni mtoto wa Abd Manaf. Kwa watoto wanne, kuna Muttalib na Hashim na Abd Shams. Hawa ni ndugu baba mmoja mama mmoja. Naufal na mama yake. Abd Shams ndio aliyemzaa Umayya, ndio aliowazaa hao watu wanaitwa Banu Umayya. Hashim ndiye aliyemzaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad, ndio ukoo wake yeye, kwa sababu Hashim amemzaa Shaybatul Hamdi, anaitwa Shaybatul Hamdi, babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mama wa Kiansari katika Bani Najjar kule Madina. Huyu Abdul Muttalib ndiye aliyemzaa Abdullah. Abdullah akamzaa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kinasaba hawa ni ndugu wote, wanarudi kwa Abd Manaf. Na huyu Muttalib ndio ukoo wa al-Imam Shafi'i rahimahullah. Al-Muttalib nasabu yake inakwenda mpaka kwa Muttalib. Na Banu Muttalib na Banu Hashim hawa ni masaadati katika umma huu, wana mambo mengi na mazaya nyingi ambazo wamesifika nazo, na mpaka ikafikia hadi kwamba wao hawali ausakhun nas, hawali uchafu wa watu, hawapewi zaka, wanakula sehemu katika khums. Na Banu Hashim na Banu Muttalib ni kitu kimoja katika jahilia na Uislamu. Nisitoke kwenye hili. Lakini huyu Uthman huyu radhiyallahu ta'ala anhu, mama yake pia aitwa Arwa bint Quraiz, pia ni katika Bani Umayya, mama yake mzazi. Na kutokana na muingiliano wa nasabu ya Bani Umayya na Bani Hashim kwa muda mrefu, tofauti na inavyozungumzwa na baadhi ya watu kwamba hawa watu walikuwa wana upinzani wa kimamlaka na kwamba wao ni shajaratun mal'una kwa tafsiri zao, si kweli. Walianza kuoleana tangu mababu na mababu, na wao watoto na wajukuu wakaendelea kuoana. mama yake Uthman radhiyallahu anhu anaitwa Arwa bintu Quraiz. Huyu Quraiz huyu ni katika Bani Umayya, alimuoa shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akiitwa Ummu Hakim al-Bayda. Ummu Hakim al-Bayda bint Abdul Muttalib. Ummu Hakim watu wengi hawajui, lakini nakwambia leo Ummu Hakim na Abdullah baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam walikaa kwenye tumbo moja kwa wakati mmoja. Kwa ufupi walikuwa mapacha. Mzee Abdullah alikuwa na pacha wake wa kike akiitwa Ummu Hakim.
Abdullah ibn Abdul Muttalib baba wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wakati akizaliwa hakuzaliwa peke yake, alizaliwa na mwenzake wa kike akiitwa Ummu Hakim, lakabu yake Al-Bayda bintu Abdul Muttalib ibn Hashim. Huyu bibi huyu ndiye aliyemzaa mama yake Uthman radhiyallahu anhu. Shangazi yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyemzaa mama mzazi wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Unaona udugu ulivyokuwa huo, udugu wa karibu kabisa. Kwa hiyo Uthman radhiyallahu anhu akimwona mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajawa mkwewe alikuwa ni mjomba wake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamtunuku jambo lenyewe ni mtume sallallahu alaihi wasallam akamuozesha binti yake Ruqayya bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, akamuoa. Hijra ya kwanza ya kwenda Ethiopia huko Al-Habasha walikuwa pamoja, yeye na binti wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja mpaka Ethiopia. Na hijra ya Madina wakahamia Madina, wakaishi walivyoishi mpaka ulipofika mwaka wa pili. Ruqayya radhiyallahu anha akapatwa na maradhi mpaka watu wanakwenda Badri. Uthman ilibidi abaki kwa kumwangalia mkewe, watu wako Badri. Ruqayya bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anafariki dunia. Alifanya nini mtume sallallahu alaihi wasallam? Ilipotokea lile akamuozesha binti yake mwingine akiitwa Ummu Kulthum bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili hajawahi kulipata kiumbe yoyote tangu dunia imeumbwa hadi leo, kwamba kuna mtu kaoa binti wawili wa mtume wa Allah. Halijawahi kutokea jambo hili. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau ningelikuwa mimi nina watatu la zawwatuha Uthman, ningekuwa na binti mwingine watatu ningemuozesha Uthman. Na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anatuambia maneno haya, idha ataakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid wa fi riwaya wa fasadun kabir. Atakapowajilieni mtu ambaye nyinyi mairidhia tabia yake na dini yake, kwamba huyu tabia yake ni njema, ana tabia njema, dini yake iko sawa, muozesheni. Sidhani kwamba kuna mtu atasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliliepuka hili na akalikhalifu. Sote tutakubaliana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndiye mtekelezaji wa kwanza wa amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Alimjua Uthman kwa tabia zake na dini yake, akamuozesha banati wake, binti zake wawili sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa radiyallahu an ashabi rasulillah. Uthman bin Affan, bwana huyu hali yake ndiyo hiyo, ni ndugu wa jamaa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kinasab, na kwa daraja zao na manzila yake yeye anakuwa ni mjomba wa Uthman, anakuwa mjomba wake ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sio kwa mbali, kwa karibu kabisa, kwa kuwa nyanya yake aliyemzalia mama na baba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa mapacha, sio ndugu, mapacha. Na pia ni mkwe wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika fadhila zake na manaqibu yake, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu alifanya mambo mengi katika wakati wa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hayo, katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam alisema siku moja wakati kumeingia njaa katika nchi ya Madina, na wakati huo kulikuwa kuna ulazima kwa amri ya Allah watu watoke waelekee kwenye nchi ya Warumi huko Tabuk
wakapigane kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waende wakihami dola ya Kiislamu dhidi ya uvamizi wa Warumi. Waislamu hawakuwa na kitu. Akahamasisha Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wajitolee, akasema maneno haya: man jahaza jaysha al-usrati falahu al-janna. Pale Madina palikuwa pana kisima cha maji cha milikiwa na Myahudi kikiitwa Bi'ru Ruma. Waislamu walikuwa wakinyanyaswa katika upatikanaji wa maji, wanataabika. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema: wa man hafara bi'ra Ruma falahu al-janna, man jahaza jaysha al-usra falahu al-janna, fajahazahu Uthman radhiyallahu anhu. Yoyote atakayeliandaa jeshi la usra, jeshi hili lilokuja kipindi cha njaa na ukata, atastahiki kupata pepo. Uthmani akaliandaa jeshi hili. Limeelezwa habari zake katika surati Tauba. Mtume sallallahu alaihi wasallama amekusanya huku na kule mali, hazikufika hata nusu ya kile kinachohitajika. Uthman radhiyallahu anhu alizimwaga dinari mbele za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nataka mpige hesabu nyumbani, si hapa. Alitoa dinari 10,000. Dinari moja au mifukali moja, ambayo ndio dinari moja, ni pesa iliyotengezwa kwa dhahabu ambayo uzito wake inakuwa ni gramu 4 na robo. Gramu 4 na robo ndio inakuwa dinari moja. Andika, dinari 10,000 alizitoa Uthman radhiyallahu anhu. Dinari moja au mifukali moja ni sawa na gramu 4.25, 4 na robo. Kwa kukusahilishia, angalia kwenye simu yako smartphone, andika hapo kwenye Google bei ya dhahabu katika soko la leo. Tarehe ngapi leo? 16 mwezi wa 6 2025. Utapata bei za dhahabu leo, kwamba gramu moja ni bei gani. Sijui kama utapata chini ya 2.5, sijui. Sasa izidishe mara 4 na robo, alafu zidishe mara 10,000, ndio utajua kwamba Uthman radhiyallahu anhu alitoa shilingi ngapi kwa pesa ya Tanzania kwa bei ya leo. Zidishe mara 10,000, utaona mabilioni aliyomwaga Uthman radhiyallahu ta'ala anhu katika kusaidia vita vile. Na si hivyo tu, akawatoa farasi 150, akatoa ngamia waliobebeshwa vyakula na maandalizi ya kivita na silaha wasio na idadi. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipomwagiwa dinari zile na Uthman, akasema maneno makubwa kabisa, akasema: ma dharra Uthmana ma fa'ala ba'da al-yawm. Uthman hatadhurika kwa atakayoyafanya baada ya leo, hatadhurika kitu. Uthmani hatadhurika na jambo lolote kwa yale aliyofanya baada ya siku hii ya leo. Maneno yametoka katika kinywa cha mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kisima kilichokuwa kikiwakera cha Myahudi, kikiwakera Waislamu wakitaabika na wakidhalilika, alikinunua Uthman na akakichimba Uthman, akakitoa fi sabilillah. Alafu utasema, useme wewe mwenyewe kwamba je, tangu umeingia kwenye Uislamu wewe umechangia kiasi gani kwa maslahi ya umma? Na hayo anayofanya si kwa maslahi ya umma tu, na maslahi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Aliweza kumnusuru kwa mali aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sikwambii mingineyo na mingineyo mengi. Kwa haya aliyoyafanya, nimetaja machache, yako mengi na manakibu zake nyingi, lakini nitatoshea kwenye upande huu. Lakini kuna bisharat
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu anatuelezea kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia katika shamba la mtu fulani pale Madina, kisha akamweka mtu mlangoni kwamba wewe utakuwa bawabu hapa, utalinda hapa mlangoni, mimi niko ndani. Akaja mtu akagonga mlango. Alipoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye bustani fulani, yule bwana akamtaka idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mtu agonga anabisha hodi. Akamwambia iftah lahu wabashiruhu biljanna, mfungulie na mpe bishara ya pepo kwamba huyu ataingia peponi. Fa idha bi Abi Bakr as-Siddiq, ghafla ikawa aliyekuja pale ni Abu Bakr as-Siddiq. Asema nikambashiria pepo, nikamruhusu na nikambashiria pepo. Akaingia akaenda kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara kaja mwingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno yale yale, hakubadilisha hata herufi moja. Iftah lahu wabashirhu biljanna. Kufungua akamkuta ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mara hodi ya tatu akaja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hajui huyo nani, yuko mbali, lakini bila shaka analetiwa wahi, yuha ilayhi, hazungumzi tu hivi hivi. Akamwambia yule bwana bawabu pale mlangoni, iftah lahu wabashirhu biljanna ba'da balwa tusibuhu, mfungulie mbashirie pepo, lakini baada ya mtihani na balaa litakalompata, atapatwa na janga huyu. Akafunguliwa. Mara Uthman ameingia. Alipoambiwa vile akasema mimi nitasubiri. Akaingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii riwaya kaitaja al-Imam al-Bukhari na wengineo katika al-muhaddithin na ashabi al-kutub as-sitta. Mtu huyu kabashiriwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya matatizo yatakayojitokeza. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipanda juu ya ule mlima Uhud. Kwa wale waliofika Madina wanalifahamu Jabal Uhud lilipo upande wa kaskazini mwa mji wa Madina, kiasi cha kilomita kama 5 kutoka msikitini kwake. Alipokuwa yuko juu, ufaraja fabi, lile jabali likawatetemesha kama kumepita tetemeko hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliambia uthbut ya Uhud, fa inna alayka nabiyan wa siddiqan wa shahidain, au fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Nasema shahidan, shahidani, hakika si vingine, hapa juu yako yuko mtume, yani yuko nabii na yuko siddiq Abu Bakar, na wapo mashahidi wawili, wako mashahidi wawili juu ya hili jabali, kwamba kuna watu wawili hapa kifo chao kitakuwa ni katika njia ya kuuawa kwa shahada. Alikuwa ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na Uthman bin Affan. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kumbashiria pepo Uthman bin Affan, lakini pia alishuhudia kwamba kifo chake kitakuwa ni cha kishahidi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nyumbani kwake. Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha anatusimulia alipokuwa nyumbani kwake na baadhi ya wake zake. Mara akaja Uthman bin Affan nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapiga hodi pale, akahodisha, akafunguliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita Uthman, akawa anamnongoneza. Kila anapomwambia maneno Uthman sura yake inabadilika, lakini ametulia anamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza kwa sauti mpaka wakeze wakasikia. Akamwambia Uthman, ya Uthman, inna Allaha muqammisuka qamisan fa idha arada almunafiquna bikhal'ihi fala takhla'uhu. Katika riwaya nyingine fala takhla'uhu hatta talqani.
Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, ewe Uthman, Allah atakuvisha vazi la kanzu. Shurahul hadith wakatafsiri wakasema qamis, muradi wa kamisi hapa ni al-khilafa. Wakapita katika njia za kimajazi na mambo ya istiara huko, wakaeleza mambo marefu, lakini muradi wa kamisi ni khilafa. Wakikujia wewe wanafiki, sikiza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafiki wakija kwako wakataka uivue kanzu hiyo, usiivue mpaka utakapokutana na mimi. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu akayapokea maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilipofika wakati wake wa kuwa yeye ndiye mtawala mkuu na kiongozi mkuu wa Waislamu, akayaendesha mambo katika utawala wa Kiislamu vizuri sana. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu amefanya kazi kubwa katika Uislamu. Katika moja ya kazi zake aliitanua dola ya Kiislamu. Uislamu ukavuka ikaingia katika nchi za Ulaya Mashariki na Asia ya mbali, ukaingia Uislamu sehemu katika Ulaya. Uislamu ukafika Afrika. Vikosi vilikuwa vikitumwa wa watawala kwa amri yake, akiwatuma magavana wake. Gavana wake mkuu aliyekuwa pale Misri akiwaamrisha, na akachagua makamanda wakina Uqba ibn Nafi' radhiyallahu anhu kwamba waupeleke Uislamu ndani ya Afrika. Uislamu ukaingia katika sehemu moja kiitwa Qayrawan, mji uliokuwa kiitwa Afrika, ambayo ndio Tunisia leo. Tunisia, mji wa Qayrawan ulijengwa na kina Uqba ibn Nafi' kwa amri ya Uthman radhiyallahu anhu. Uislamu ukaingia kaskazini mwa Afrika kwa makabila ya Wanubia, pia kwa Barabira wale Amazigh. Hasa Amazigh wengi hupatikana katika nchi za Libya, hata Algeria pia. Babaz wale Barabira wa Berberi. Uislamu ukaingia kule katika zama za Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, na yeye ndiye mtu wa kwanza awalu man ittakhadha ustulan bahriyan islamia. Waislamu walikuwa siku zote wakipigana vita majangwani, mwituni, lakini hawajawahi kupigana vita vya baharini. Zikatengenezwa manuari maalum za kivita, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika hadithi sahihi, awwalu jayshi yaghzu fil bahri maghfurun lah, kikosi cha kwanza cha jeshi kitakachopigana baharini hicho chote kimesamehewa. Usije ukajisifu tu kwamba Uislamu umefika mpaka Europa si kadha wa kadha. Kazi ya kina Uthman bin Affan. Vita vinaitwa Dhatu Sawari, tafuta leo Google nini inakwambia huko habari. Dhatu Sawari, Maaraka Subaytila, ni vita vilipiganwa baharini mpaka hizo nchi za Cyprus zikanyenyekea kwenye Uislamu. Alianza Uthman, Muawiya radhiyallahu anhu akaliendeleza jambo hilo. Katika injazati zake kubwa na kazi zake kubwa alizozifanya ni kuunganisha umma wa Kiislamu mahali pamoja, baada ya kuwa sasa wameguka. Kwa nini umeguke? Kwa sababu Qur'ani ilikuwa imeandikwa katika lugha tofauti tofauti za Kiarabu na lahaja tofauti tofauti, na watu wakisoma tofauti. Unasoma hivyo kwa mujibu wa lahaja, maana ndio hiyo moja. Alichokifanya, akawaita watu wa miji, akawaita wasomaji wabobezi wa na usomaji wa Qur'ani, akawaweka mahali pamoja, akawafungia,
akawaambia iandikeni Qur'ani kwa lugha ya Quraysh, watu wote wataisoma Qur'ani kwa lugha hiyo. Ikatolewa rasimu maalum, na zile zote zilikuwa zimeenea kwenye miji huko Sham, Kufa, Basra, Yaman na sehemu nyingine, zote zikakusanywa zikatiwa moto, ikatoka kitu kinachoitwa Ar-Rasmul Uthmani, kwamba Waislamu wote watasoma Qur'ani hivi ile ile ilivyokuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa lahja na lugha ya watu wa Makkah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema, lau mimi ningetawalishwa kabla ya Uthman la fa'altu mithla ma fa'ala Uthman, mimi ningefanya vile vile alivyofanya Uthman radhiyallahu anhuma. Uthman radhiyallahu anhu amefanya mambo mengi sana katika huu Uislamu. Ndio alifungua miji ya Kaukaz. Sitaki kutaja tena tafasili mambo. Wewe chukua tu kwamba futuhati na ufunguzi na miji kuingizwa katika Uislamu mpaka kufika karibu na bara Hindi huko, ni kazi iliyofanywa chini ya utawala wake, na aliijenga idara ya Kiislamu kuwa ni idara yenye nguvu, na kila siku ikawa miji inatanuka na mambo yanaenea katika miji. Tangu mwaka wa 23 Hijiria alipochukua madaraka yale mpaka mwaka wa 35, kiasi cha miaka 12 hivi. Kipindi cha mwisho kidogo pakaanza kutokea vuguvugu fulani, na hapa ndio mahali pa ushahidi wa maneno yetu. Kwa kuwa dola imetanuka, yeye ndiye mtawala anayesikilizwa, yuko Madina, lakini amri yake itafika mpaka nchi za kaskazini mwa Afrika, sehemu za Tunisia huko na mbele yake. Ukivuka al-Bahrul Ahmar, Red Sea, bahari ya Shamu, na kwenda huko na huku nako katika miji ya Armenia na Georgia, mpaka unaingia nchi za Stan na sehemu katika bara ya Hindi, sehemu za Herat huko Afghanistan na sehemu nyingine, kaskazini Shamu yote, kusini mpaka chini ya al-Yaman. Sehemu zote hizi ziko chini ya utawala wake. Kimiundo mbinu na mawasiliano kwa wakati ule ilikuwa ni sio jambo rahisi kuiweka chini ya himaya miji yote. Ni masafa marefu sana, ni dola kubwa sana. Ile jazira yote, ile Arabic Peninsula yote kuwa iko chini yake si jambo dogo. Ongeza na Sham. Nikisema Sham ni Syria, Jordan, Lebanon, Palestine. Allah ihami na ilinde miji ya Kiislamu na kwingineko. Vuka hapo, sio jambo dogo kuwa mtawala yuko Madina hawezi kuisimamia miji yote. Paka ingia watu wapya kwenye Uislamu, wageni, hadithu ahadin bil Islam, aajim, wakaingia ni wasiokuwa Waarabu ambao hawataweza kuielewa Qur'ani wala hawataelewa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wasomeshwe Kiarabu, wasomeshwe maneno waelewe. Watu wa lugha nyingine waliingia. Hapa ndipo palipoanzia utata. Lakini maadui wa Uislamu min al-Yahudi wan-Nasara wal-Majusa walladhina ashraku, dola zao ziliangushwa, hawakubweteka kwamba dola ishaangushwa basi. Wakatengeneza vikundi vya watu kwa lengo la kuleta balbala na kuleta machafuko ndani ya nchi ya Kiislamu, kwa kuwachonganisha Waislamu kwa Waislamu kupitia baadhi ya madhaifu. Kuna baadhi ya vitu vya kiudhaifu vinaweza kujitokeza kwenye nchi yoyote na utawala wowote, ila utawala wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni maasum sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Lakini kwa wale aliowatawalisha mtume sallallahu alaihi wasallam pia kuna baadhi yao walikuwa wakiteleza kwenye baadhi ya mambo, na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwarekebisha. Sikwambii wakati wa wengine asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yeye anaweza kuona katika rai yake kwamba huyu fulani akawe governor mahali fulani, akimdhania khairi, jambo likawa tofauti na hivyo, na yule kwa sababu ashakuwa mamlaka na mahali ni mbali, anaweza kufanya mambo kinyume kidogo, na haya ndio yalijitokeza. Kwa hiyo watu wakayachukua madhaifu hayo kutokana na mazingira hayo niliyoyataja, wakalitengeneza kuwa ndio bomu na kumtupia nalo Uthman radhiallahu anhu na kumchafua, na mingine wakayatunga ya uongo. Ikawa kuna kadhia ya bathul ishaat wal iftiraat, kueneza mambo ya uvumi na uzushi na mambo ya urongo ya kumchafua. Na yote haya yaliongozwa na kiumbe mmoja akiitwa Abdullah ibn Saba'in al-Yahudi al-Himyari. Huyu ni mtu hakiki, sio rajulun wahmi kama wanavyodai baadhi ya watu, wakaleta takariri zao na buhuthi zao ambazo hazikuchunga amana ya kielimu. Lakini Abdullah ibn Saba al-Yahudi ni shakhsiyatun haqiqiyatun la wahmiyya. Alikuweko huyu bwana, alitembea katika baadhi ya miji, ile miji ambayo masahaba walikuwa wengi, hakuweza kushawishi, alishindwa, ushawishi wake uligonga mwamba pale, uligonga ukuta. Ile miji ambayo kulikuwa na wageni wengi kwenye Uislamu, akapitisha aliyotaka, akawa anapiga mifano. Angalia mtu fulani, gavana wa nchi fulani, wamjua? Namjua. Nani? Fulani. Kabila yake katika Bani Umayya. Je, fulani gavana mji fulani nani? Ni fulani. Kabila gani? Katika Bani Umayya. Je, ataja ile miji ambayo Uthman ameweka magavana wa Kibani Umayya. Ikaja mtawala ana upendeleo na sio muadilifu, anawaweka jamaa zake. Na wengine katika hao wakasahau, kwa sababu hawajui kwa sababu ya fitna, hakuwaweka Uthman, bal Uthman aqarrahum. Ilikuwa ni chaguo la khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kama Muawiya bin Abi Sufyan na baadhi ya wengine, wote walichaguliwa na Umar, hawakuchaguliwa na Uthman radhiyallahu anhu. Yeye aliongeza. Lakini ulama wa Kiislamu akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, bali ndio usawa hasa, si vibaya mtu kuwachagua ndugu zako wakiwa wana uwezo wa kufanya jambo. Haikuambiwa kwamba kuchagua ndugu zako haifai. Uislamu haujafundisha hivyo, kwa sababu katika kuwachagua hao ndugu zako na wana kafaa, zile sifa za kutosheleza kuwa wao viongozi, waweza kusimamia jambo hilo, kazi uliyomtuma anaimudu, ndani yake kuna uadilifu kwa sababu umemchagua mtu ndiye, lakini pia kuna silatu rahim, wewe umeunga udugu hapo. Tatizo linapokuja umechagua ndugu yako na hali ya kuwa hana vigezo, hapo utakuwa hujafanya sawa. Uthman hakufanya hivyo, aliochagua watu wenye sifa zinazofaa, na wale ambao taarifa zake zilifika kwamba fulani kafanya jambo fulani baya, alimwajibisha, hakunyamaza kimya. Lakini wao wakayachukua yale kama ni sehemu ya matukano kwa Uthman na kashfa, wakazipandikiza kwa watu. Baada ya hilo, kuna mambo ya kiuzushi waliyatengeneza. Tukio kweli limetokea, lakini haliko katika sura hiyo. Katika miongoni mwa hayo ni walitangaza kwamba Uthman radhiyallahu anhu alikuwa akiwadhalilisha baadhi ya masahaba katika Muhajirina na Ansar,
hasa wanapopingana na jamaa zake. Mfano Abu Dharr al-Ghifari, Uthman radhiyallahu anhu alimtia viboko kisha akamfukuza katika mji wa Madina akampeleka Rabadha. Haya ni maneno ukisoma katika baadhi ya vitabu utayakuta, sivyo sasa, hata vya zamani. Lakini siku zote watu wanapoleta habari zinapoandikwa katika vitabu zinazogusa shakhsia na heshima za watu ambao umetuthibitikia sisi wema wao na uadilifu wao, habari hizi ni lazima zithibitishwe kwa njia iliyo sahihi, ili ithibiti kuwa ni tuhma kwa msingi wa kauli yake Allah, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, ikiwajieni nyinyi habari yoyote kutoka kwa fasiki yoyote, basi ithibitisheni, tafuteni uthibitisho. Msije mkawasibu ndugu zenu, msije mkawasibu watu kwa sababu ya ujinga, mkachukua mambo ya uvumi tu. Kwa hiyo tuwaambia wale wanaosema maneno hayo, na maneno haya yanamnukuu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Minhajus Sunnah an-Nabawiyya, katika baadhi ya sehemu anasema, ilipotajwa habari akasema aina an-naqlu thabitu, nukuu iliyothibiti iko wapi ili tuifanyie kazi? Sawa, mmesema, lakini je, habari hiyo iko wapi? Imetajwa na nani? Sammu lana rijalakum, tutajieni wapokezi wenu ni kina nani kaileta habari hii. Na ndio msingi wa Qur'an. Lakini habari hii ameitaja al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake kwa sanadi sahihi kabisa kutoka kwa Yazid bin Wahb. Yazid bin Wahb anasema, mimi nilipita katika mji wa Rabadha, marartu birabadha fa idha bi Abi Dharr radhiyallahu anhu. Nilipita katika sehemu ya Rabadha, ilikuwa ndio njia ukitoka Madina kwenda zako Sham, lazima upite kwenye kitongoji hicho. Nilipofika Rabadha nikakutana na Abu Dharr, huyo ambaye watu hutangaza kwamba Uthmani kamfukuza Madina kwa sababu ya riwaya na mapokezi yasiyofahamika. Lakini mapokezi yaliyomo katika Bukhari nasema, mimi nikamkuta pale, nikamuuliza, ma anzalaka hadha almanzil, ni jambo gani limekuweka katika makazi haya? Kwa nini umefika huku kwa kijijini huku? Umetoka Shamu kwenye mji mkubwa, umekuja Madina kwenye asima ya khilafa, capital city ya Kiislamu, umetoka umekuja kujitenga huku umefuata nini? Asema, kuntu bisham, mimi nilikuwa Sham, fakhtalaftu ana wa Muawiya, mimi na Muawiya tukapishana fi qawlihi ta'ala, kuhusu tafsiri na maana ya kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwala an-nas bil-batil wa yasudduna an sabilillah walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Tulitofautiana mimi na Muawiya kwenye tafsiri ya aya hii ya 34 ya surati Tauba, kwamba enyi mlioamini nyinyi. Kuna wengi katika wanawachuoni wa Kiyahudi, ahbar na watawa, wanaokula mali za watu kwa batil, michango elfu na ile cha madhabahuni kile, wanakula sana na hawaleti mahesabu, na pia wanaizuia njia dini ya Allah. Na wale wanaolimbikiza dhahabu na fedha wasizitoe katika njia ya Allah, wabashirie wao adhabu kali. Muawiya akasema, nazalat fi ahli alkitab, yeye akasema kwamba aya hii imeshuka kwa watu waliopewa kitabu, al-Yahudi wa Nasara,
kwa sababu imetaja al-ahbar wal-ruhban. Mimi nikasema imeteremka kwetu na kwao, fina wa fihim. Asema fakana baini wa bainahu fi dhak, pakapatikana jambo katika hilo kati yangu mimi na yeye. Wakataba ila Uthman yashkuni, Muawiya radhiyallahu anhu akaandika barua kwenda kwa Uthman akinilalamikia mimi kwamba huyu Abu Dharr anayechukua aya hii atupiga nayo sisi waislamu, na hali ya kuwa aya hii imeteremka kwa ahlul kitabi. Anasema Uthman radhiyallahu anhu, fakataba alayya Uthman an aqdim almadina faqadimtuha. Uthman akaniandikia barua kwamba njoo Madina. Mimi nikatoka Sham nikaenda Madina, nikafika. Fakathura alayya an-nas, watu wakanikusanyikia kwa wingi, hatta kaannahum lam yarawni, kana kwamba wao hawajaniona kabla dhalika, hatta kaannahum lam yarawni qabla dhalika. Ule wingi ulikuja kunistaajabu kana kwamba hawajawahi kuniona mimi. Fadhakartu dhalika li Uthman, nikalieleza hilo kwa Uthman. Faqala li, sikiliza maneno Uthman radhiyallahu anhu. Uthman akaniambia, in shi'ta fakunta qariban, ukitaka utakuwa karibu na sisi, na ukitaka usipotaka utakaa mbali. Anasema fadhaka alladhi anzalani hadha almanzil, hilo ndilo lilifanya mimi nije hapa. Nikaamua wacha nikae pembeni nifanye ibada zangu mpaka mauti atakaponikuta mimi. Anasema walau amaru alayya habashiyan, lau walimfanya amiri juu yangu muhabash, mtu mweusi, la sami'tu wa ata'tu, ningemsikiliza na ningemtii, kwa sababu ni kiongozi. Mimi sina shida, amenitaka ushauri nibaki hapa au nitafute mahali nikae, mimi nikaamua kuja huku. Sasa matukio kama haya ambayo sura yake yalikuwa hivi, watu wa fitna wakayabadilisha matukio haya, wakawaaminisha watu kwamba Uthman radhiyallahu anhu alikuwa akiwaonea baadhi ya watu na kuwadhulumu, hata wakiwa ni katika maswahaba wakubwa katika muhajirina na ansar. Maadamu wamekhtalifiana na jamaa zake katika Bani Umayya, basi atawashughulikia. Na huwa kadhib, ni jambo la uongo, si jambo la kweli. Fulani Uthman ibn Affan alikuwa akiwagaia jamaa zake mali, afanye uadilifu, agawa. Wamesahau kwamba Uthman ni tajiri, ana mali zake, anaweza kumpa amtakaye, bali amirul mu'minin anayo nafasi ya kumgaia mtu yoyote. Angalia, kuombaomba hakufai katika Uislamu, lakini fiqh ya Kiislamu yaturuhusu kwamba umuombe mtawala, kwa sababu ni mali ya umma. Uweza kumuomba, bwana mimi nina shida ya bilioni 10. Shida gani? Nina hivi na hivi na hivi, chukua hizi hapa, akakupa, wala hakuna wakumhoji. Ndio Kiislamu. Mimi nimempa tu. Kwa hiyo Uthman radhiyallahu anhu ana njia zote hizo, ana njia kuwa mtawala, anaweza kumpa mtakaye, anayo nafasi yeye mwenyewe tajiri, anaweza akatoa katika mali yake akawapa ndugu zake. Wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu rabbih kafura. Al-Isra. Kwa hiyo haya wakayaeneza kwenye miji, wakamtuhumu nayo Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nilikuwa nataka nifike mpaka saa 11 na dakika 40, ndio zimebaki dakika 2, alafu nielezee kilichofuata baada ya hapo, baada ya maghrib. Kwa kama kuna itakuwa ni sawa hivyo, basi tuweze kufanya hivyo. Kama mmenogewa, unataka endelea kwanza, alafu baadaye tutasimama, mtaniambia, na pia tutasikiliza ushauri wa shekhe hapa kwamba jambo lienda vipi. Lakini darasa naona likienda kidogo kidogo inakuwa ina faida kidogo. Aftuni fi amri. Endelee kidogo. Shekhe, endelee kidogo.